upande wa mchezo wa ngao ya jamii ambapo pazia la ligi kuu ya NBC litafunguliwa kesho Jumatano kwa mechi ya ngao ya jamii kati ya watani wa jadi Yanga Sports Club na Simba Sports Club. Yanga ni mabingwa wa ligi kuu ya NBC wakati Simba Sports Club ni washindi wa kombe la shirikisho la CRDB Bank. Mchezo huo unachezwa siku chache baada ya timu zote mbili kupoteza mechi za kimataifa za kirafiki kwenye matamasha yao ya ufunguzi wa msimu. Simba iliondoka Dar es Salaam jana asubuhi kuelekea Zanzibar kabla ya Young Africans kuondoka majira ya mchana, hivyo wawili hao wote wapo wameweka kambi kule visiwani Zanzibar tayari kabisa kwa ajili ya mchezo huo. Kwa upande wa kamishna wa mchezo mpaka saa hizi unaweza kusema anasema mechi ipo. Timu zote zimefika vituoni. Mechi tayari imefika kwenye kituo cha kazi. Kwa hiyo mpaka saa hizi hata TFF wenyewe wanasema bana mechi ipo, wote wamefika. Mmoja boti, mmoja kana ndege. Uliona? Hata kupita njia moja. Mnyama kapita angani kaka. Hata kupita kwenye maji. Alafu wananchi wazee wa show wamepita kwenye maji. Nani bahari? Tupite baharini. Shavile kwa anashangaa tu jana. Kaka. Mzee. Kwa hiyo bwana, timu zote mbili zipo visiwani Zanzibar tayari kabisa kwa ajili ya mchezo huu wa ngao ya jamii. Kwa namna ambavyo tumeona Frank Domayo, unategemea kuona mchezo amsha tu za nje, matukio haya yote yanachagiza utamu wa huu mchezo? Yes, yani ni mechi ambayo naweza nikasema itaamsha sana hisia za mashabiki. Kwa sababu kwanza timu zote zimecheza kwenye siku yao Yanga Day na Simba Day. Unaona mwitikio wa shabiki ulivyokuwa mkubwa. Kwa bahati mbaya timu zote nazo zimepoteza. Ingawa ukiangalia kiufundi kila timu ilijaribu kuapply jambo ambalo wanaweza wakalifanya kwenye msimu. Kwa hiyo unaona maandalizi yao yalikuwa vizuri, kila timu wamejiandaa vizuri. Ukiangalia kiuchezaji Yanga wanavyocheza, ukiangalia Simba Zewe wanavyocheza. Kwa hiyo unaona ni mechi ambayo kwanza watakutana makocha ambao kila mtu ana mbinu zake tofauti. Na pia kuna baadhi ya wachezaji wapya. Kwa hiyo unaona ni mchezo ambao kwa Simba wana advantage kwa sababu kuna baadhi ya wachezaji wengi walikuwa kwenye msimu uliopita na baadhi ya dabi nao wamecheza. Kwa hiyo unaona kwa Yanga changamoto inakuja, kuna baadhi ya wachezaji hawajawahi kucheza kwenye hizo dabi. Kwa hiyo na uzuri pia hata kama hawajacheza kwenye hizo dabi, lakini ni wachezaji ambao experience, nadhani watakuwa wanakaa kama team wanaongea umuhimu wa hizi mechi. Nadhani ni mechi ambayo itatambulisha sasa kila mtu the way anavyocheza na anavyoweza kupambania timu yake. Kwa hiyo unaona ni mechi kubwa, na uzuri wa Simba na Yanga wakati mwingine mchezaji unaweza ukapush zaidi, ndio hapo sasa ikaanza safari. Baada ya hapo sasa kucheza vizuri, unaona. Kwa hiyo kikubwa ni mechi ambayo kwanza lazima mshindi apatikane. Kwa hiyo mshindi apatikane, lazima kila mtu lazima push silaha zake zote muhimu aweze kupambania hizo pointi hizi aweze kushinda. Kwa hiyo unaona kwa ujumla wake huo, unaona timu zote zitaingia zikiwa ziko serious kuhakikisha kwamba wanachukua hizo point. Yes, ni mchezo ambao inawezekana kwa upande wa kocha Steve Barker kawa tayari anajua kaweka zilizopo, lakini kwa upande wa Mangoba jinsi ambavyo mambo yanakwenda na atakuwa ameambiwa kuhusiana na uzito wa jambo, lakini hata mwenyewe atakuwa kama ni mfuatiliaji atakuwa ameanza kujua jinsi ambavyo jambo hili wanafuatilia kaka kabla kuja. Wewe pita kati anazungumza, si unahisi kama kacheza ligi bwana. Jambo hili sio jepesi. Naomba labda kwa picha kubwa, tunajua hii leo pia kwa upande wa mabenchi ya ufundi pamoja na wachezaji wa wakilishi manahodha watapata nafasi ya kuzungumza na wanahabari namna ambavyo wamejiandaa kwenda katika mchezo huu. Lakini kwa jinsi ambavyo tumeziona timu hizi zikicheza, kabla ya kuja kusikia maoni pia, wewe kwako binafsi baada ya usajili tumeona kwenye matamasha, kwa picha kubwa ambayo nayo hivi sasa, najua kuna muda mnapigiwa simu hasa hizi, bwana unaonaje timu yetu kwa mazingira namna ambavyo unaona, tegemea kuona mchezo wa daraja gani kuanzia kwenye mabenchi ya ufundi, makocha wote kutoka Afrika Kusini, sajili ambazo zimefanyika pia? Utakuwa ni mchezo wa daraja la juu kwenye eneo hilo ambalo linaingia kwenye maeneo mengi kweli. Kwanza kutakuwa kuna introduction ya nyota kadhaa, hasa kwenye kikosi cha Yanga ndio ambao wameingizwa wachezaji wengi zaidi ukikompea na kikosi cha Simba. Kwa hiyo unahitaji wachezaji wengi ambao wataenda kuprove
kwenye eneo hilo, lakini pia ni vita ya mwalimu ambaye ilikuwa inaonekana Simba kwenye mechi 6 mfululizo wajua walipoteza dhidi ya Yanga kabla ya Steve Barker akachukua nafasi ya Pantev akachip in akaingia hapo, ndiye akapata matokeo kwenye michezo 3, sare 2 na mchezo mmoja wa Muungano. Dakika za mwisho kabisa za huyu bwana ambaye anazungumzia sasa hivi amekuja Yanga ndo alifunga bao hilo. Kwa hiyo kwenye eneo la ushindani tayari kumeshakaa hapo kwamba mnyama ingii kiunyonge, lakini kuna pressure ambayo iko tayari hivi sasa ambayo ipo hii ambayo imetokea hasa kwenye eneo hili la saikolojia zaidi, ambacho nilikuwa natamani nione Simba watafanya reaction hipi hii ambayo imetokea hasa kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu kama umetazama kwenye eneo hasa kwenye eneo la mbele kikosi cha Simba, Selemani Mwalimu kwa mwalimu ilikuwa ni karata yake nyingine kabisa ya kiufundi, ilikuwa ni karata muhimu sana kwenye eneo la kiufundi. Tulikuwa tunamuona Mpanzo anacheza kama false number 9, kuna wakati Loemba Ino anaingia hapo, lakini mwalimu tayari alikuwa na option kwenye benchi lake la nje kwamba mtu ambaye anaingia ni Sele Gomez ambaye anatafsiri kile ambacho nitakuwa nacho. Ibrahim Dumbi ameongezeka hapo, lakini huwezi jua Ibrahim Dumbi ana match kama Selemani Mwalimu yuko juu zaidi ama yuko level ya chini ama ya katikati, ndiye sehemu ambayo nataka tuone kwenye eneo hilo. Lakini kwa mwalimu wa Yanga ambaye amekuja, nadhani pressure anaijua, na moja kati introduction nzuri kama nataka zungumziwe vizuri ni kwenye huu mchezo ambao atacheza dhidi ya Simba, na kwa bahati nzuri timu zote mbili zimemaliza kwenye eneo la juu kabisa, Yanga akiwa bingwa, Simba kashika nafasi ya pili akaondoka na kombe la CRDB. Kwa hiyo wanakutana eneo ambalo kwenye msimu uliopita walimaliza mmoja akitokea mshindi mwingine akitokea kupoteza mchezo huu, lakini pia kwenye mchezo wa ligi ndipo alama moja ilitokea hapa na tayari kwenye eneo la viwango kwa imemechi hapa. Kwa hiyo nafikiria nitaona kwa mwalimu mzoefu dhidi ya mwalimu mgeni ambaye anakuja hapa, lakini pia wachezaji wapya ambao wameingia vis-a-vis wachezaji ambao Simba wameingiza watu wapya, lakini natumai wachezaji wengi ambao watacheza hii mechi ni wazoefu ambao washacheza kwenye misimu kadhaa. Kwa hiyo ni sema ambayo nataka nione mwalimu kwa sababu Yanga tumeiona ndio kwa mara ya kwanza kwenye mechi ambayo dhidi ya Igo Dukongo, lakini Simba tumeiona kwenye michuano ya Kagame, japo sio hiyo ambayo tumeiona kwa sababu kwenye hii mechi huwezi kuona mwalimu anamwanzisha Mligo acheze Azime kwenye eneo la Simba kacheza mechi 4. Yes, yani huwezi kumwona mwalimu kuna vitu akavijaribu kwenye hii mechi. Kwa hiyo kesho ndio ataenda kutuonyesha winning team yake. Winning team ikoje, hata Yanga winning team yao ikoje, kwa sababu hata kwenye mechi ambayo wamecheza dhidi ya Dukongo huwezi kuona yule mlinzi namba 3 ambaye alicheza kwenye ile mechi kwamba Shabalala pamoja na Boka kaanzia nje, huwezi kuona kwenye hiyo. Kwa hiyo utayari sasa nadhani nataka tuone kwenye hii mechi, lakini kiufundi na mimi itakuwa ni mechi nzuri sana kwenye eneo hilo. Yes, wakati maandalizi kuelekea mchezo huu yakiwa yanaendelea kwa upande wa miamba ya soka hapa nyumbani Tanzania, Simba na Yanga ikijiandaa kuelekea katika mchezo huo wa ngao ya jamii, ambapo tunajua mchezo utapigwa pale visiwani Zanzibar hapo kesho Jumatano, ikiwa ni mchezo wa ngao ya jamii. Mastaa wa zamani au wachezaji wa zamani wa timu hizi mbili Simba pamoja na Yanga wenye pia mpata nafasi ya kutoa maoni yao kuelekea katika mchezo huo wa Simba na Yanga na kile ambacho walikiona kwenye yale matamasha ya Simba Day, ambapo wakali hao wa zamani wamesisitiza kuwa pressure ya mchezo huo wa ufunguzi wa msimu mpya wa 2026-27 italazimu klabu zote mbili kuingia kwa tahadhari kubwa, huku ugeni wa makocha wapya Mangoba Mkithi wa Yanga na Steve Barker wa Simba ukiongeza msisimko wa kiufundi katika dimba la New Amani Complex. Nikapata nafasi ya kusikia wachezaji wa zamani wa vilabu hivi vikubwa kabisa hapa nchini, wao matarajio ni yapi, matarajio yao ni yapi kuelekea katika mchezo huu. Mimi nachoona mimi pale mipira watacheza kama pati mbili. Kisema pati mbili maana yake kuna mipira kucheza total football kuanzia nyuma alafu na ile long ball katika zile flank zile engo kupitia pembeni, lakini huwezi kupiga mpira mrefu kaingia katikati ya uwanja, hamtoki. Kwa hivyo nadhani mpira huo utaonekana watacheza total football, jinsi ya kutoka watoke huku wanacheza, au wataona tutachelewa, watatumia hizo flanki za pembeni kudondosha kutoka mawingi zao ili ongeze kasi waje kuwapa mipira forward line yao kupata mashuti. Kwa hivyo nadhani mpira huo ndio utaonekana kati ya total football au watacheza long ball kwa pembeni ili waingie kwenye boksi ya wenzao mapema. Kwenye soka unajua unakusanya kundi la wachezaji 30 wametoka sehemu tofauti. Inatakiwa utengeneze combination, yani utengeneze muunganiko, uwafanye wachezaji wawe na fiziki, wawe yani katika utimamu wawe wako vizuri yani. Sasa nadhani ni kitu ambacho kija kaangalia kwa wachezaji waliokuwepo Yanga Afrika, kama yani watapewa muda, mimi naweza nikasema kuanzia mechi labda ya 4 ya 5
inaweza ikaleta matokeo mazuri zaidi, yani kutokana na wachezaji wale wasajili. Lakini ukija kaangalia labda kwenye hii mechi inayokuja ya kesho kutwa ya dabi, kutokana na uzoefu wa wachezaji waliokuwepo Yanga Afrika, nadhani kila mtu anajua umuhimu wa hiyo mechi. Yani nadhani matokeo yanaweza ikawa mazuri kila mtu akijitoa kwa 100%. Hapo ndo kuna usemi ambao tunapenda kusema sisi, mtoto atumwe dukani. Ndio imeanza sasa, ushaingia kwenye kazi, kwa hiyo inabidi ukafanye kazi, unaona. Na huyo unaokutana naye ndio huyo ambaye atakupa wewe credit ya kwenda juu, au ndio yeye atakushusha wewe credit. Sasa ni kwa hiyo lazima uipambanie nembo ya Simba, naona. Sasa wewe kama wewe, jukumu utakalopewa siku ya siku, sasa sisi tunasubiri kwako wewe. Yes, sawa. Ni wachezaji wa zamani wa vilabu vya Simba pamoja na Yanga wakitoa mitazamo yao au maoni yao kwa kile ambacho wanakitegemea. Umeona hapo wanatajwa makocha, lakini pia vile vile mifumo ya kiuchezaji. Umemsikia Juma Pondamali pale anakuambia kweli kaka, unazungumza au si mchezo huo ndo mpira na mechi kama hizi ujue timu ambayo haina pressure ndio waga inapata matokeo. Yani ile kupanic au panic hivi mpaka saa hizi kimazingira nanya, kwa sababu story mtaani sioni mtu ambaye anadogoshwa, kila upande unatamba. Kwa sababu hizi mechi tatu kaka zimebadilisha kila kitu. Zile stories za underdog nini kama zimepungua hivi. Inaweza kwa tunaenda baada ya kwenye kipindi cha miaka labda 5 mpaka 6 tukawa tunaenda kwenye mchezo wa dabi ambao umekaa katikati. Yani hakuna mwenye uhakika. Ni kweli kabisa, uko sahihi kabisa. Na hii inatuthibitishia ama inatupa hiko cha kuzungumza ni michezo mitatu iliyopita hapa tu. Kutoa mchezo wa mchezo Meja Jenerali Samuel pale, Sada mabao mawili kwa mawili. What a performance. Nyama dakika za mapema tuongoza mabao mawili. Then Yanga wafanya reaction wakaokoa mabao mawili. Zanzibar ile 0-0 kaka ile. Ilikuwa mechi ya kuchezwa ile. Mechi kweli. Then mechi ya Muungano ilikuwa mechi pia ya kuchezwa. Kwa hiyo na mwalimu, nadhani moja kati ya kitu ambacho walimu wengi wakati huo Simba inanyanyasika hapa walikuwa wakienda kwenye hizi mechi, walikuwa Yanga wanafanya kama timu ya kwanza kwa sababu nyuma yake washapoteza mechi nyingi kweli. Kwa hiyo Beka amekuja akaja tofauti kabisa. Kwa akija asema bwana tuchezeni kama wao. Kwa wana press mechi, mnapishana kweli. Kwa hiyo na walimu wengi wa Yanga kwa wageni wakasema okay, kwa mechi ndio iko hivi, basi ngoja nichezee kwa vipindi. Kwa hiyo wanacheza hivi. Kwa hiyo kwa walimu mpya huyu wa Yanga tunasubiri tuone yeye anakuja na reaction gani. Kwa sura ya Beka tumemuona yuko kwenye huo mtazamo, sio mwalimu ambaye anajisikilizia sana, yani mwalimu ambaye anafunguka. Kwa hiyo na walimu kwa watu wengi wanazungumzia mfano mechi ya Jenerali kama labda angewashime Yanga Afrika, huenda kuondoka na alama 3, huenda kwenye mechi ya kesho tumuone Mangomba Ngiti, kwa sababu ni aina ya walimu ambao nao ni wanapenda hiyo total football kama ambayo Steve Barker, walimu wengi wa Afrika Kusini, hiyo total football ambayo inachezwa. Kwa hiyo ambacho cha kuona mchezaji gani ambaye atatafsiri kile mwalimu ambacho anakiamini kwenye huo mchezo, tukaona utofauti kabisa. Lakini kwenye mizani ni timu zote zimeset bar ziko hivi, kwa sababu yuko kwa mashabiki kila mtu anaongea lake kaka, hamna mambo ya underdog. Hata kila mtu anavuta kwake kaka, kila mtu ana uhakika. Unajua mwalimu anaweza akaleta plani, hiyo plani inatekelezwa na wachezaji. Yaani mchezaji atakuwa atafuatisha plani ya mwalimu, ndio mwalimu alipofanikiwa. Kwa hiyo nadhani kikubwa ni wachezaji wenyewe wajiandae. Sababu kocha anaweza kaja na plani yake, lakini mtu anayewakilisha hiyo plani ni mchezaji. Kwa hiyo namna ambavyo wachezaji watapokea maelekezo ya mwalimu na utekelezaji, lakini pia kwenye michezo kama hii Frank, ni nyakati ambazo pia ukubwa wa wachezaji unaonekana, kwa sababu unaenda kwenye game kutokana na game situation inabidi baadhi ya vitu vibadilike. Kwa hiyo mwalimu anavyomuita bwana Frank njoo bwana hapa, inabidi plan ibadilike, ni adapt fast, ni kwenye adaptation ya mchezaji kuweza kubadilika. Ukubwa pia wa wachezaji muda mwingine mnapimwa humo. Plan kama nilivyosema, mwalimu anaweza kaja na plan, inaweza ikafeli mule uwanjani game inavyoendelea. Kwa hiyo mchezaji mwenyewe sasa ni jukumu lako sasa kuhakikisha kwamba unafanya kitu ambacho kinaweza kikafanya kiwe beta kwenye game. Kwa hiyo unaona plan inaweza kaenda kafeli. Kwa hiyo mchezaji mwenyewe lazima upushi sasa zaidi kulingana na situation jinsi ilivyo. Labda mwalimu katuambia tukifika sehemu fulani tufanye 1 2 3. Vitu vinagoma, unafanyaje? Ndio sasa hapo experience player ndio sasa kusaidia sasa timu kuhakikisha kwamba tunapata matokeo. Kwenye uchezaji wako kuna mechi yote ambayo unaikumbuka mlivyotoka vyumbani na namna ambavyo mlikuwa mmejiandaa kwenye game plan kwamba hii game tunaenda kucheza hivi afu ikawapalia? Unaikumbuka game gani?
timu za taifa na Waarabu kaka. Kwamba mchoro ulikuwa hivi. Dakika 15 tu. Juma naambia jamaa mbona tu press sana tuachie moja ni nipumue. Yaani kwamba wapo goli moja ili kwanza wapate wanachotaka. Kwamba ule msako wa kutafuta goli. Msako mkubwa. Si mchezo. Sio poa, yani kuna mechi mnaingia mna plani vizuri kabisa. Bwana inaenda hivi. Tutacheza hivi, tutacheza hivi. Nashangaa mnaingia kwenye mechi. Sasa hizi timu kubwa ukicheza na timu zenye washabiki wengi. Kwa mfano kama Simba na Yanga. Simba na Yanga. Unaweza ukawapa kaka kumuita mchezaji mwenzako pale asikii. Yaani ile vibe. Kwa mfano kama hii mechi inakuja Simba na Yanga. Unaweza ukawa labda kumwambia mwenzako pale asikii. Sasa ni wewe mwenyewe sasa kujiongeza kwamba hapa ni check shoulder, hapa niangalie hapa kuna position gani ipo, nicheze vipi. Kwa hiyo ni mechi ambazo kwanza mchezaji mwenyewe ujiandae bila kutayarishwa na mtu mwingine. Kwa sababu huwezi kutegemea kwamba mimi ndio maana nitakukumbusha fanya hivi kabla hivi fanya hivi, hapana. Kwa hiyo mechi kama hizi kubwa ni mchezaji mwenyewe anavyojiandaa na pressure ile kuiondoa pressure. Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kuwa mchezaji mzuri mechi kama hizi kubwa unakuwa na pressure kubwa. Yaani sehemu labda unatakiwa ucheze simple utataka mambo mengi, mwisho wa siku unapoteza. Kwa hiyo unaona ni mechi ambayo hasa experience inahusika sana. Ndio maana mechi nyingi za Simba na Yanga unaweza kukuta kuna wachezaji labda kucheza mechi nyingi. Yes, ni moment tu mtu anaamua. Mechi Simba na Yanga washangaa narudi mchezaji ule ambao kashacheza mechi zile nyingi. Kwa sababu gani? Kwa sababu anajua yeye kuiendo pressure ya game. Yes, ni mchezo ambao pia game ambavyo itakuwa inakwenda, tutaona pia reactions za wachezaji pamoja na makocha. Ni kwenye uchambuzi watu wanazingatia details kwamba mechi iliendaje, kocha huyu super wa kiwango hiki, kocha huyu yuko hivi. Kwa hiyo na kuna kocha mmoja hivi ni wa Simba. Hivi alikuwa ni Robertinho ni nani? Kuna mechi kama 2 hivi, yani sababu za kipindi cha kwanza tu na kuna mechi ilikuwa kama sio ya Simba na Mbeya City. Alikuwa Robertinho. Ile ya chama kuna sababu fulani hivi zilifanyika za fast huyu atakaa huyu. Makocha wengine wanakuwa halau uvumilivu. Hawana uvumilivu kabisa. Lakini tukiendelea kusalia hapo katika maandalizi ya kuelekea mchezo wa ngao ya jamii, mashabiki wa Simba na Yanga wamepotezea matokeo mabaya matamasha yao ya hivi karibuni na kuanza kutambiana hadharani kuhusu ubora wa vikosi vipya, huku wapenzi wa Yanga wakitamba kuwa muundo wa kikosi chao utaendeleza ubabe wa misimu iliyopita. Wanasimba wao wamejibu mapigo kwa kudai kuwa usajili wa kimkakati uliofanywa msimu huu utakomesha unyonge wao mapema kwenye dimba la New Amani Complex. Tupate nafasi ya kusikia pia mashabiki wengine wakizungumza. Sasa mechi ya Jumatano kwetu ni asubuhi mapema sana, tunamaliza shughuli. Japokuwa ni dabi na dabi inakuwa haina mwenyewe, na kama unavyojua dabi inakuwa ni ngumu sana, na tunawaheshimu sana Simba. Tumewaona, timu yao tumeiona, lakini kwa usajili wa Yanga mapema sana ngao tunaichukua na tutawapiga sana. Kwa kile nilichokiona jana, kwa sababu jana ilikuwa kama danganya toto tu, na tumewaona wamejaa kwenye mfumo, wanapiga kelele sana. Kwa hiyo tutawapa namna nzuri ya kuelewa nini tulikuwa tunafanya jana. Kwa sajili zilizofanyika ni sajili za maana, kwa sababu ukiangalia kwenye safu ya ushambuliaji Peter Shalulile jana amedeserve, ni mchezaji wa viwango vikubwa kabisa. Mchezaji anahitaji kumpa dakika nyingi, tukio kubwa anafanya kwa ndani ya dakika moja, ndio sifa ya mchezaji mkubwa. Ukiangalia pia kuna mchezaji tulimsajili Toure ameonyesha kuna kitu na nafasi ambayo alipewa na Mohamed Hussein almanusu aweke kambani. Kwa hiyo ni sajili ambazo viongozi wa Yanga nawapongeza kwa sajili kubwa na sajili nzuri. Ukiangalia defense msimu uliopita Simba ni timu ambayo haija concede magoli mengi. Kikosi ni kile kile, hakijabadilika, wachezaji ni wale wale. Tena inaonekana wachezaji wengi wameongeza ubora. Ukimwangalia Libase typical iko vizuri mno. Eneo la striking ukimwangalia na makocha wengi, labda niseme sasa hivi kwa mashabiki wengi wa Simba wajue makocha wengi wa South Africa hawapendi kumtumia namba 9, wanapenda kutumia false number 9. Kwa hiyo ninamuona Elie Mpanzu akienda kucheza kama namba 9 kwenye mechi kubwa ambazo tutakuwa tunazicheza. Na Jumatano kiukweli nitaenda kumpa challenge kubwa mpinzani wetu mkubwa Yanga, kwa sababu mechi yake jana nimeangalia na nilichokiona kikubwa kwake, ana wachezaji wazuri lakini bado hawaja bond. Na kocha ni mpya, inawezekana hajui pressure ya ligi yetu. Ninahisi nina advantage kubwa sana kuelekea dabi. Tunasubiri Azam TV
kwa hamu sana, maana game itakuwa Zanzibar, wengi hatutaweza kwenda, itakuwa siku ya kazi, lakini tunategemea sana Azam TV ambao hawajawahi kutuangusha kwenye michezo, kwenye football. Tutaenjoy sana na kwa ninategemea kuona game nzuri. Yes, hao ni mashabiki wa Simba na Yanga kutoka jijini Dar es Salaam wakizungumza kwa kile ambacho wanakitegemea. Lakini kwa sasa tuelekee kule Musoma mkoani Mara ambako mashabiki wa klabu ya Young Africans nao pia wamezungumza wakitamba kuelekea katika mchezo wa hapo kesho. Yes, taarifa hiyo ikikaa sawa tutakuja kukupitisha hapo namna ambavyo mashabiki wa klabu ya Yanga wakiwa wanaendelea kujinasibu zaidi kuelekea katika mchezo huo. Na sasa tuvuke maji tuelekee kule visiwani Zanzibar ambapo mashabiki wa Simba na Yanga kutoka Kizimkazi Zanzibar wameandaa mchezo wao kama sehemu ya kunogesha mechi ya Ngao ya Jamii, mchezo ambao utapigwa hapo kesho. Tupata nafasi ya kusikia namna ambavyo wamejipanga kuinogesha dabi ya Kariakoo katika uwanja wa Amani. Mimi nasema kitu kidogo, tukiwafunga mechi ya kirafiki baadhi ya watani wa Simba na Yanga, dabi ya watani hao wa Zanzibar, hiyo ni dabi ya watani wa Zanzibar, Simba na Yanga Kizimkazi, ni salama kuwapelekea tarehe 12. Wamepita na gari yao hapa wanashangilia washabiki. Mechi ya Kizimkazi kama kawaida tu, lakini mechi ya Amani nategemea sana kumharibu Yanga sana, tena si kidogo sana. Nategemea hivyo kwa namna nilivyoona walivyocheza jana wao na nilivyocheza mimi juzi. Unajua mpira siku zote ni mchezo ambao kwa hautabiriki. Watu wanasema bora mimi, lakini mchezo ambao kwa hautabiriki. Yote yule anaweza akaibukia na ushindi. Mimi siwezi kusema nani anaweza kufanya, anaweza kushinda. Sema jiandaa kuwafunga tu Yanga kwa sababu msimu huu si watu waache wa jamaa. Kwa bana sisi tumejiandaa bana, tunagonga kwanza mashabiki afu tunagonga bana, wewe watu wao tunawasubiri bana tarehe 12. Kwa si bana, hiyo ndo kauli yetu bana. Hatumwache mtu. Yanga ni timu nzuri, ni timu yenye busara. Ndio maana ninaipenda na tunakaribisha mashabiki wetu wote wa Yanga, karibuni sana. Tarehe 12 tuna jambo letu na Mungu awabariki. Tumejiandaa kwa vile kwa nguvu yetu na kwa neema ya Mungu tutaweza kushinda. Ndio. Michezo ni mizuri kwa sababu Mama Samia mashauri wao kila pahali viwanja kaboresha vizuri, na Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi viwanja vyote vizuri kama vile tuko Ulaya. Kwa hivyo mimi nasema Mwenyezi Mungu ajalie tuja tarehe 12 tutapiga Yanga, na mchezo wa kesho tukijaliwa kama kawaida kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutashinda. Pia dakika 90 ndio zazungumza maamuzi kama Yanga ndio bingwa au Simba ndio bingwa. Yes, hao ni mashabiki kutoka visiwani Zanzibar kule wakitambiana, lakini pia na wao wakiwa wameandaa mchezo wa kirafiki Kizimkazi, mchezo kati ya mashabiki wa Simba na Yanga ikiwa ni sehemu ya kuchagiza kuelekea mchezo hapo kesho. Ni mchezo mkubwa kabisa, mchezo wa ufunguzi wa pazia la ligi kuu kwa msimu 2026 2027, lakini pia mchezo wa Ngao ya Jamii ndio wa ufunguzi wa mashindano yote ya ndani kwa hapo nyumbani Tanzania. Mchezo huu utapigwa majira ya saa 2:30 usiku kwenye uwanja wa New Amani, na mchezo huu pia utakuwa upo live kupitia Azam Sports 1 HD. Make sure kisimbuzi chako kiishi leo, na kama kinaisha leo basi kilipie kabisa, lakini nikumbushe tu unaweza kulipia hata miezi 3 mbele ukao na relax kabisa na ukaendelea kuenjoy maisha zaidi na zaidi. Lakini nikwambie tu kwa hivi sasa pale jijini Tanga kuna mambo mengi sana ambayo yatakuwa yakiendelea, kwa sababu leo itakuwa ni tamasha la wagosi wa Kaya Coastal Union. Wanafanya tamasha lao leo jijini Tanga, ambapo timu hiyo itatambulisha kikosi chake kuelekea msimu mpya wa mashindano. Tamasha hilo litakuwa mubashara Azam Sports 1 HD kuanzia majira ya saa 8 kamili za mchana. Na mwenzetu Mariam Shedafa yupo jijini Tanga na akiwa yupo tayari kabisa, tutaweza kuungana naye hapa tuweze kutujuza namna ambavyo mambo yanakwenda kwenye uwanja wa Mkwakwani. Na taarifa za awali, tamasha hili lilitangazwa kwamba litakuwa bure na mchezo wa kirafiki watacheza dhidi ya Bandari FC kutoka pale nchini Kenya. Kwa hiyo hawa ni Coastal Union na tamasha lao hii leo kwenda kutambulishwa. Hivi Dawayo, kutambulishwa hivi hadharani kwenye matamasha, wewe ushakutana naye?
Nisha kwenye Azam Festival. Azam Festival, Azamka. Azam Festival wanaita. Kabla hivi Azamka misimu mingapi mpaka imeanza? Sikumbuki la walichange. Ile ya kwanza kabisa wanaanzisha ile Azam Festival. Azamka. Feeling ikoje pale wanakutambulishwa mbele ya mashabiki? Tamasha lipo live kwenye TV. Kwa mchezaji ni jambo kubwa. Kwanza inaleta hamasa kubwa kwa wachezaji hasa na pamoja na washabiki kwa sababu ni siku yao, yani inakuwa kama sherehe, yani kama sikukuu naweza nikasema. Hata thamani pia inakuwa. Hata thamani nayo inakuwa kubwa. Kwa hiyo unaona mnakuwa mnasherekea, kuna burudani tofauti tofauti. Kuna yani nje ya mpira kuna vitu vingi vinatokea kama hivyo, viongozi wanakuwa pamoja, mnajuana, mashabiki mnajuana na wachezaji. Kwa hiyo ni jambo zuri kwa mchezaji, inaleta ukaribu wa timu na washabiki. Kwa hiyo unaona ni jambo kubwa kwa hizi timu ndogo ndogo, pia zinaleta hamasa kwa washabiki wao kwa sababu wanajua kabisa kwamba Coast ni timu yetu na hii ni kama sherehe yetu sasa. Na kikubwa uzuri wa timu hizi ndogo ndogo, mara nyingi matamasha kama haya wanachama wenyewe wanaweza kuyaandaa kwa makundi tofauti tofauti, washangiliaji tofauti tofauti wanaweza kaandaa jambo kama hili wakashirikiana na uongozi. Kwa hiyo kwa mchezaji nakupa ile thamani kubwa kwa sababu unakutana na washabiki wengi kama hivyo na kuonyesha uwezo wako, kwa sababu pia kuna wachezaji wapya. Kwa hiyo ina maana ni sehemu yao pia washabiki kuwaona kwenye hizo friend match hasa kwa sababu wanakuja wengi. Unajua ukianzisha friend match ya kawaida inakuwa tofauti na ukianzisha hii mashindano kama hii nini tamasha. Kwenye friend match mtu anaweza akaamua asini kuangalia, lakini ukianzisha tamasha ina maana utapata washabiki wengi. Na sasa wachezaji pia watapata fursa kuonyesha uwezo wao, kuonyesha kipaji chao ambao wanawagosti watawaona, wajue kama kabisa kuna support kubwa kwa washabiki. Na kikubwa kwamba ni kama maandalizi ya ligi kwa sababu ligi inaanza, na ukiwa kwenye mwendelezo mzuri wa maandalizi, ukipata mechi kama hiyo ambayo pia una washabiki wa nyumbani, pia inaleta chachu kuelekea hiyo mechi ya kwanza kuhakikisha kwamba mnafanya vizuri na mnapata point. Yes, na nikwambie tu kwamba upande wa Coastal Union wao wakiwa wanafanya tamasha lao siku hii ya leo, lakini pia tarehe 15 watakuwa wanacheza mchezo wao wa ufunguzi wa ligi kuu dhidi ya Mashujaa. Kwa hiyo ni sehemu ya amsha pia kuona mazingira ya timu, kuona uwanja wa Mkwakwani ambao utakuwa uwanja wao nyumbani kwa msimu mwingine tena kurejea katika mchezo wao wa ligi kuu. Kwa hiyo ni tamasha ambalo Idinonga tunasema ni sehemu ya maandalizi kuandaa watu wa Tanga, mashabiki wa Coastal. Hivi Coastal ni miongoni mwa timu tunasema za kitamaduni. Kabisa. Yaani timu za utamaduni. Nakumbuka Rais Karia aliwahi kusema wana ngoma yao, wanapiga ngoma wao ukiwa pale Mkwakwani na kile kispika chao kile. Nakumbuka Rais Karia kwenye moja ilikuwa ni afra ya Young Africans. Alitaja miongoni mwa timu ambazo haziwezi kuja kufa kwa sababu ni timu ambazo ni timu za kiutamaduni, ni traditional clubs. Alitaja pamoja na Coastal Union. Na traditional clubs duniani zipo nyingi, lakini kuna zile ambazo ni strong, na kuna timu kama Al Ahly kwa Afrika, kuna timu kama Zamalek, kuna Simba, Yanga. Yani zipo duniani timu ambayo pia inatajwa kuwa ni strong zaidi mpaka kwenye eneo la wanachama ni Bayern Munich. Na Bayern Munich ndio klabu za wanachama, ndio klabu yenye wanachama wengi zaidi kuliko klabu nyingine yoyote. Alafu ndo akina Ahly sisi tunaingia huko. Kwa hiyo Coastal ni moja kati ya traditional club ambazo zinatajwa timu hizi haziwezi kufa. Unapoelekea of course ndio traditional, yani kama Simba na Yanga haziwezi kufa. Na president aliyeka wazi ni shabiki wa hii timu. Of course President Karia ni mwanachama, inaweza kashuka daraja au yani timu inaweza kashuka daraja ila kufa timu inaweza kafani, lakini ni timu ambazo unajua kisha kuwa traditional club wewe usifanye kwenye wewe timu ya asili ambayo imeendana maji, yani ambayo ilikuwa ina status ya traditional club. Ndio maana siku President Karia akapigia msumari hii ni traditional club, mwa timu ambazo haziwezi kufa ni pamoja na Coastal, kwa sababu ni traditional, yani vizazi watu watalithishana tu. Simba na Yanga watakuwepo, watatamba, watu watakuja kucheza hata bure, hata kama ndio ni shabiki wa Yanga, lakini kama ni Coastal kuna muda tu ataingia mfukoni timu iende. Na ni kweli kuna baadhi ya makala hapa zikiwa zinarushwa Azam Sports, utawatazama na kuwasikiliza viongozi mbalimbali. Kuna wengine washatoka kwenye madarakani, lakini unaona wanarejea kama hivyo wanasema ili timu iweze kusali. Lakini
moja kati ya kitu ambacho vilabu vingi sana vya mikoani ama vilabu vya madaraja ya kati, moja kati ya challenge kubwa ambayo ilikuwa inawakumba ni kuamini haya matamasha ni ya timu mbili tu hizi kubwa hizi za Simba na Yanga. Kwa accumulate mashabiki labda ni wao tu. Mashabiki wapo wa Simba na Yanga timu, ndio maana ukiona Yanga au Simba ukitoka kenda mikoani, juzi Yanga walienda Bukombe Geita kule, mbona uwanja umeshona, unajiuliza bwana watu wametoka wapi? Na ni mazoezi. Kwa hiyo ili uweze kukapitalize kwenye hayo maeneo, kwanza zifunge timu, zionyeshe upinzani, then andaeni haya matamasha yenu. Kwa hiyo kuna baadhi ya mashabiki wanajisikia aibu kwa kuona ni kama timu yao ipo karibu. Ndio maana hata Coast kuna baadhi ya hizi timu zikienda, japo wanagawanyika kwenye ushabiki, lakini hiyo faida tu wanaipata kuwa na timu ambayo inawaunga mkono. Kwa hiyo ni sehemu nzuri ambao wamefanya hivyo, ni base, kwani ni base yao, na ni moja kati ya timu ambazo kama tunazungumza ziko strong kwenye eneo mikoani. Coast ni moja kati ya timu hiyo. Kwa ni eneo zuri, ni tamasha lingine tena. Nataka nimuone bwana Hussein Diego ambaye ni afisa habari wao, amekuwa ni moja kati ya watu ambao timu imekuwa ina uleo. Unajua hizi timu nyingi zilikuwa kuna watu ambao wanazisemea, lakini vijana wadogo ambao wameingia hapa ndio ubunifu ambao unaonekana hapa. Kwa wamekuja hapa, tamasha linaandaliwa hivi, kwa hiyo ni sehemu nzuri ambao wao pia wanafanya mambo yao. Kuna muda unaweza kufanya kitu chako, siangalie mwingine anafanya kitu gani. Huwezi kufika kama Yanga Day, kufika kama Simba Day, lakini ukiwa na kieneo chako, hata Pamba tumeona wamefanya kwa Bukombe kule, nadhani wametambulisha wachezaji wao. Kwa hiyo Pamba nao walipitia upepo huo. Wamepita huko nao wamefanya na timing nzuri. Ni timing nzuri. Kesho Simba na Yanga wanacheza, leo iko luzi hapa. Press itafanyika, siku na sote Selemani Mwalimu kupo katikati hapa. Wamechagua siku nzuri. Siku nzuri kabisa imekaa katikati. Na kwa sababu tunajua baada ya kesho focus ya kila timu ni ligi kuu. Yes, kuanza. Kwa hiyo ni sehemu wamechagua sehemu nzuri sana. Simba na Yanga ikicheza kaka, hata mazoezi yamfanye. Tutafanya asubuhi. Saa 10 kuna Simba na Yanga, hizi zingine mazoezi asubuhi kaka. Kwa hiyo bwana kocha ndio angalia mechi. Unajua tunacheza nao wale kwenye ligi, sio tuwaone. Lazima tuwaone. Twende tukaangalia. Unajua akizungumza Frank hapa, nakumbuka nilikuwa na kocha mmoja hivi, siwezi kumtaja hapa, akasema unajua kuna baadhi ya mechi huwa zinakuwa ngumu kimbinu. Naona kabisa kwamba hapa Simba au Yanga hii mechi kwao ngumu, lakini kuna muda wanashinda kwa sababu ya wachezaji. Akasema timu nyingine advantage walizokuwa nazo na hata kwenye mtindo wa maisha wanaangalia mechi za Simba na Yanga karibia zote. Ndio. Kweli. Yaani akasema kuna kocha wa timu pinzani, yani ratiba yake ilivyokaa kuanzia mechi zake, lakini mpaka kwenye mazoezi wanapata nafasi ya kuangalia. Yaani kama ambavyo mashabiki wanaangalia mechi za Simba na Yanga na wao wachezaji na kwa sababu kuna muda umemsikia mazoezi asubuhi. Lazima kuna muda yani wale watu tunakuja kucheza nao. Wanatujua nje ndani kwa sababu wameangalia mechi zetu nyingi. Kwa hiyo kuna muda tunashinda kwa sababu tu ya wachezaji. Ila kuna mechi kweli zinakubali kwa sababu wao wana advantage ya kutuangalia. Yes, wanaangalia. Yes. Wakati upo timu gani ndio ulikuwa mnafoka? Nishajua timu moja ya huku. Huwezi kutaja timu gani. Kwa hiyo kuna timu ukiwepo mlikuwa mnaangalia sana Simba. Bwana haya maisha. Bwana hizi timu hizi kaka. Zitachana nao. Sasa umeona kwamba hizi haziwezi kufa. Kaka haziwezi kufa. Hizi ndio traditional clubs. Kwa sababu nilikuwa namsikia siku moja Zidane Selele kwa anahojiwa na page ya Azam mwenyewe kwenye YouTube yao. Zidane anasema mechi wakati yuko Dodoma anaenda kucheza na Yanga. Siku anaambiwa anaenda kucheza hii mechi na Yanga ndio ilimtoja kaja Azam kwenye mechi. Ilisha bila. Anasema kulala yule blaza. Yaani ana imagine na wachezaji wakiwa mazoezini wanaitaka mechi kaka. Yaani walimu hawana haja hata kuambia. Siku nakuja Simba na Yanga. Walimu wanapanga tukoni zao pale, wanatuna watu wanacheza kweli. Wanaitaka mechi, wanajua ni mechi. Sasa hapa tukimpigia simu kocha media mstaafu Abdul Mingangi. Kuna mechi ya Simba na Yanga. Anakuambia hiyo mechi kocha hata uhangaiki. Kwanza mchezaji hali mchezaji mwenyewe. Yaani labda una wiki labda unacheza na Simba na Yanga. Kwa mfano wiki nyuma. Kuna mtakutana wenyewe wachezaji. Mnajuana kabisa si ndo first 11 labda kwenye timu tunategemewa sana. Mtaanzisha hiyo road work, mtaanza hapo. Kata tumbo mtaanza. Nyumbani unashangaa mtu anapiga vyuma usiku, mtu anaruka kamba. Huko chumba cha jirani unasikia tu. Wewe hakuna nini huko? Kwa hiyo kocha yeye anakuwa kocha anakuja kwenye mbinu tu. Kwenye mbinu ndio, lakini tupambane. Wewe mchezaji wewe. Sababu pia unaamini ni mechi za
kujiuza. Yaani ukicheza vizuri Simba na Yanga ndio unaonekana mchezaji wa daraja fulani. Eric yule pale. Yaani hata kwenye timu wanakupa samani. Yaani Chobwedo ilikuwaje kwa nazungumziwa hapa? Yaani hata hizi timu, unaona hizi timu hizi ndogo ndogo wanapima kwanza ukicheza Simba na Yanga. Ndio wanakupima mchezaji wa aina gani. Kwamba ukiweza kuperform ukicheza na Simba na Yanga basi unajua huyu mchezaji mzuri. Bana, vipimo ni vingi sana. Nimemtaja hapa Eric Mwijage, mechi ya KMC na Yanga. Ile ya 1-0 ile. Kiboka ile. Kijana. Usajili uliishia pale watu wakasema hii mali wakamchukua. Bana, tumetoka kwenye tamasha la Coastal Union, tumechagiza namna ambavyo timu zinajiandaa na mambo mengi zaidi, lakini pia tumeipa sifa yake Coastal ikiwa moja kati ya timu za utamaduni au traditional clubs kwa lugha ambayo inaweza ikaeleweka haraka haraka. Leo watakuwa na tamasha lao, mambo yakaa sawa kule, tutaweza kwenda kutazama namna ambavyo maandalizi yao yanaendelea. Mariam Shadafa ni mwakilishi wetu wa Azam Sports kule jijini Tanga, kwa hiyo vitu vikiwa sawa tutapata fursa ya kuweza kuungana naye kutokea kule. Lakini kwa sasa tutazame mashindano ya michezo ya Jeshi la Magereza kanda ya Mashariki yanayohusisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Morogoro na Tanga yanayojulikana kama CGP Cup kwa maana ya kwamba ya Commissioner General of Prisons Cup, yakiwa na lengo kuu la kuchuja na kuunda timu imara ya kanda itakayoshiriki mashindano ya kitaifa ya Jeshi la Magereza yatakayoanza kutimua vumbi rasmi leo katika viwanja vya Magereza Ukonga. Uongozi wa Jeshi la Magereza Ukonga umezungumzia maandalizi kuelekea katika mashindano hayo. Sisi kanda ya Mashariki A kwa namna tulivyogawanywa inajumuishwa mikoa ya Dar es Salaam, mkoa wa Pwani, chuo TCTA, Shima, TPS SACCOS pamoja na hospitali kuu ya jeshi. Na michezo itakayoshindaniwa, hauwezi kuwa na mashindano makubwa kama haya bila kuwa na mpira wa miguu. Kwa hiyo tutakuwa na mpira wa miguu ambaye ni mama wa michezo hii, mpira wa mikono, mpira wa pete, mpira wa wavu, vishale pamoja na riadha. Kwa hiyo kwa ujumla, na huwa hatuna shughuli ndogo magereza tukiwa na michezo. Kwa hiyo niseme na narudia tena kwamba mkuu wa jeshi ameona kwamba sasa ni wakati wa kurejesha tabasamu kwa wanamichezo wote wa magereza kwa kurejesha michezo hii au mashindano haya ya CGP Cup. Kwa ujumla niseme kwamba michezo tayari tumeshaandaa, maandalizi yako vizuri. Niwakaribishe wananchi wote wa viunga vyote vya magereza Ukonga, TCTA, Madizini, maeneo yote ambayo yanazunguka viwanja vya TCTA, kwa sababu michezo yetu itafanyikia katika viwanja vya chuo cha taaluma ya kurekebishaji TCTA. Kwa hiyo niwakaribishe na niseme kwamba maandalizi yako vizuri na yamepamba moto. Na katika kanda yetu ya Mashariki A tuna timu 5 ambazo tutacheza kwa mtindo wa ligi. Kwa maana kwamba magereza mkoa wa Pwani, magereza mkoa wa Dar es Salaam, lakini chuo TCTA, KMKGM na hospitali yetu kuu ya jeshi. Kwa hiyo tutacheza kwa mtindo wa ligi. Na lengo kuu na mahususi ni kuibua vipaji. Kuibua vipaji kwa ajili ya timu zetu za Tanzania Prison, iwe na vijana wengi wenye nguvu ambao wanaweza kaipigania timu. Kwa hiyo lengo ndio kubwa, lakini tukiangalia pia lengo la michezo. Lengo la michezo pamoja na ni furaha na pamoja na kujenga afya zetu. Unaona? Kwa mantiki hiyo, mimi nikuhakikishie kwamba tutaibua vijana ambao watakuwa ni mahiri, ambao wataiondoa ile timu yetu ambayo imeshuka daraja na kuipandisha daraja. Na imani kwamba kwa mwakani kwa vijana ambao tutakaokuwa tumeibua, na imani kwamba hata mwakani timu yetu itarudi Premier League. Yes, kwa upande mwingine makocha wanaoshiriki katika mashindano hayo pia wamezungumza kuhusiana na maandalizi kuelekea katika michezo hiyo. Katika maandalizi ya mashindano haya ya CGP Cup kanda ya Mashariki, maandalizi yalianza mapema sana kuandaa vijana kwa ajili ya kushiriki mashindano haya. Lakini pia tumekuwa na utaratibu wa siku zote wa kuchagua vijana mahususi kwa ajili ya kuendeleza vipaji vyao ndani ya jeshi, na tumekuwa tukifanya hivyo kwa vipindi mbalimbali. Lakini kwanza mashindano haya yalivyoletwa kwetu, tulivyoambiwa tuanze kwa ajili ya maandalizi,
Sisi tulikaa kama kamati watu wa mpira tukaweka mikakati mizuri kwa ajili ya namna ya kuwapata vijana wetu, na tumepata vijana sahihi ambao mara nyingi wamekuwa kitreni takribani miezi kama miwili kwa ajili ya maandalizi ya michuano hii. Kikubwa zaidi timu zimejipanga kuhakikisha kwamba tunapata wachezaji wazuri, timu zimetreni, na tuna imani kwamba kwa mara ya kwanza kurudisha michezo ya CGP Cup tutapata timu ambazo ni imara kuelekea katika michezo ya majeshi. Kwa hiyo tunawaambia majeshi ya ulinzi na majeshi, vyombo vya usalama wajipange, wajue kabisa magereza tumejipanga katika kushindana na kupata ubingwa wa kombe la Bamati. Michezo yote iko vizuri na dati mpaka sasa hivi tumeishaanza kuonekana kwenye sura za dunia. Kuna kijana mmoja anaitwa Juma Mkuke, juzi alishinda mashindano ya East Africa, alikuwa mshindi wa 3. Baada ya ilikuwa mashindano ya SADC, Afrika ya Kusini, Burundi, na yani zilikuwa nchi nyingi kwa kweli. Kwa hiyo magereza kwa sasa hivi kwa vishale tuko vizuri. Na hili shindano ambalo sasa hivi ni shindano kubwa, naweza kashiriki wachezaji wa mkoa wa Dar es Salaam pamoja na Pwani na yani kanda ya Mashariki. Tutapata washindi wazuri sana ambao tutaenda kuwaumiza Arusha, Moshi, Kilimanjaro wakae vizuri. Kwa kweli Dar es Salaam tuko vizuri, tunashukuru waongozi wa mkoa wa kanda ya Mashariki wameandaa shindano kubwa la pamoja. Na baada ya hapo tutakaa kambi, watakaopita nafikiri tutakwenda kufanya vizuri zaidi mbele ya safari. Kimagereza, mchezo wa majeshi na kitaifa pia. Sayo ni mashindano ya magereza kanda ya Mashariki wakiwa wanajiandaa kuingia katika fainali hizo, na umeweza kusikia hapo kwenye ripoti mashindano haya yataanza kutimua vumbi siku hii ya leo. Tuelekee kule Katoro ambapo timu ya Katoro Sports imefuzu hatua ya fainali ya michuano ya Misungwi Cup 2026 baada ya kuiondoa Stamico United kwa mikwaju ya penalty 4-3 kufuatia sare ya bao 1-1 ndani ya dakika 90 za mchezo huo. Mchezo huo ulikuwa wa ushindani mkubwa, huku timu zote zikionyesha kiwango kizuri na kupambana kusaka nafasi ya kutinga fainali. Baada ya dakika 90 kumalizika kwa sare ya bao 1-1, mshindi aliamuliwa kwa mikwaju ya penalty, na ambapo Katoro Sports ilifanikiwa kuwa bora zaidi na kupata ushindi wa mikwaju ya penalty 4-3. Walau tupate nafasi ya kutazama kile ambacho kilitokea. Ni timu ambazo zote kwa namna yake zimeonyesha uwezo wao, vijana wameonekana hali ya kujituma na kukitaka kweli kikombe ambacho kimeandaliwa, lakini kwa bahati nzuri au mbaya timu zote zitoka suluhu na baadaye timu zile zikaenda katika hatua ya penalty ambapo timu ya Katoro ilibuka kidedea dhidi ya Stamico. Hata baada ya mechi unaona kabisa wachezaji waliopoteza walikuwa na huzuni, wakionyesha kabisa kwamba ni kweli wachezaji walikuwa na morali ya kushika kikombe. Lakini si haba, kwa sababu timu za leo zitaenda kucheza mshindi wa 3. Nitakia kila laheri timu ya Stamico. Nina imani kwamba katika nafasi iliyobakia itapambana kwa ajili ya kujipambania na kushika nafasi ya 3. Na tunamshukuru diwani wa kata Rudete Mheshimiwa Misungwi kwa jitihada kubwa anayoifanya katika kuhakikisha kwamba watoto wetu wale wanaibua vipaji vyao. Kiuhalisia unaona kabisa kweli mchezo ni ajira, mchezo ni afya. Kwa hivyo tuombe hata atakapopata nafasi mwakani na siku zinazoendelea asisite kuendeleza vipaji vya watoto hawa. Lakini pia kwa wadau ambao wamejitokeza leo, niliwashauri hata wakati natoa hotuba yangu ya awali kwamba waangalie kwa weledi, wafuatilie watoto, watrace, waangalie wako wapi ili waweze kuwawezesha kufikisha malengo yao. Ninapoona kijana mwenzangu anachangamana na watu wanapokuwa akiangalia mpira, akishirikiana nao, na ameahidi kwamba katika fainali atachoma nyama, watu watakaa toka asubuhi mpaka jioni wakisherehekea pamoja. Zana kubwa ya uongozi ni kujenga upendo pamoja na kuleta maendeleo. Kwa hiyo kijana ni mtu mwenye upendo, mwenye mshikamano, na ndio maana yuko tayari kuchangamana na watu. Ni msii tu asikate tamaa, aendelee kuwahudumia wananchi wake wa Rudete ambao walimpa ridhaa ya kuwa diwani wao na baadaye kuja kuwa mwenyekiti wao wa halmashauri. Kwa hiyo kongole sana Misungwi, na we hope kwamba utaendelea kufanya zaidi na zaidi. Mchezo wa leo ulikuwa ni mgumu, ila tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumeweza kuibuka na ushindi. Wapinzani wetu
walikuwa wanatumia tough game, walikuwa wako very tough, wako very physical, very tough, na mambo yao uko unaona makubwa makubwa, kwetu mambo yetu ni madogo, lakini uzoefu wao ulikuwa ni mdogo sana. Yani mipira mabeki wengi walikuwa wanajivuta, ukipigwa counter tunacheza, na hata ukiangalia goli tulipata ilikuwa ni la mpira mirefu. Kwa hiyo walikuwa wana uwezo wa kugeuka haraka na sisi tukatumia nafasi. Mapungufu tuliyoyaona kwenye timu yetu na sehemu tofauti tofauti yafanyia kazi, walimu watafanya kazi, wataongea na sisi, najua wako bora zaidi, watafanya vizuri zaidi. Kwa mapungufu ambayo yameonekana uwanjani. Mchezo wa leo ulikuwa mgumu. Kama kocha ilihitajika utulivu kuhakikisha tunauendea vizuri mchezo wa leo. Nimepata siku kama 3 za kuandaa vijana wangu mazoezini na kutengeneza mbinu za namna tofauti tofauti kwa ajili ya kuendea mchezo wa leo. Nashukuru Mungu, vijana wameingia, walikuwa na tempa, walikuwa kama wanacheza chini, baadaye wakatulia, tukapata nafasi, tukapata goli. Tumeweza kujilinda mpaka dakika ya 40 ambapo wachezaji wangu walitoka mchezoni wakazubaa, wakapata upinzani, wakapata nafasi, wakawa wamesawazisha goli. Bado niliongea na vijana wangu watulie, na hakika walinisikiliza, na kilichokwenda kutokea kwenye penalty, alhamdulillah. Kila hatua tunayokwenda mbele tunakuwa na mipango mipya. Tutaangalia upinzani wapi wanaokuja, tutaangalia jinsi watakavyokuwa wanacheza, then na sisi tutatengeneza mipango sahihi ya kuelekea kwenye mchezo huo wa fainali. Yes, hiyo ni Misungu Cup ikiwa inazidi kushika kasi zaidi. Dumaa, unaona vijana pale watu wamejaa. Pigwa pale ndio kwa star wa mtaa pale. Star wa kijiji. Mechi kama hizo ndio utawakuta wazee wa ndondo hapo. Wanateleza tu kaka. Wanateleza kama wako taifa. Kuna mtu ana control hiyo hatari. Na mimi kipindi nachezaga nilikuwa sifanyi sana hizi ndondo, lakini kuna siku moja niliendaga kucheza kwenye hizi mechi nikasema siji tena kucheza. Kwa nini? Kuna mtu alikuja alipiga hivi X. Yaani alikuja hivi kukata nyuma X hivi yani. Ile mtu amepaa kabisa. Unajua Udomayo? Kazi. Kuonyesha yani ile kwamba niko fit, kwa hiyo anakuja na kugonga. Yaani au unapiga na kugonga. Si baadaye vijiweni baadaye ni kama Udomayo bwana kwenye hizo kawaida sana. Kwa kawaida. Sio hujakimbizwa kwenye ndondo kaka hizo? Kukimbizwa tena. Unajua hii kauli. Sasa hizo kama sijaja ligi kuu. Hii kauli ya Domayo hii kwa kawaida sana. Unasikia mwanangu tunacheza na timu fulani kuna wanakuja na wachezaji wa ligi kuu mule, basi leo sisi tutawaonyesha. Wanaitaka mapro, kuja mapro. Okay. Tunaweza kucheza kule leo, tutawaonyesha. Mambo mengi. Bwana, huko msingi mbio kwanza kaka. Of course huko msingi mbio na ndondo. Mimi pale Mwananyamala Vegas, ushakuja kucheza Mwananyamala ndondo kaka? Kuna timu inaitwa Vegas na Yakuza kule kaka. Mechi zifika finali, nusu finali, nani mnajipa uhakika. Bana hizi mechi hazimaliziki. Na kweli. Refa lazima atatafutwa. Bwana, tutazame taarifa nyingine na tuangazie kwa upande wa misingi ya soka la vijana, ambapo ujenzi wa msingi ya soka kwa watoto inaelezwa ndio hatua ya kwanza muhimu katika kumjenga mchezaji bora wa kesho, lakini misingi hiyo hujengwa kwa kuzingatia kanuni na taratibu husika. Misingi hii itajengwa na wataalamu kwa kuzingatia umri na falsafa kadha wa kadha katika kuhakikisha kesho bora ya mtoto mpenda soka inakuwa njema zaidi. Tupate undani wa taarifa hii kutoka kule mkoani Mara, namna ambavyo wamejipanga kwa ajili ya kuinua soka la vijana. Ujenzi wa msingi wa soka kwa watoto inaelezwa ndiyo hatua ya kwanza muhimu katika kumjenga mchezaji bora wa kesho, lakini misingi hiyo inajengwa kwa kuzingatia kanuni na taratibu husika. Misingi hii itajengwa na wataalamu kwa kuzingatia umri na falsafa kadha wa kadha katika kuhakikisha kesho bora ya mtoto mpenda soka inakuwa njema. Manispaa Msoma mkoani Mara imekuwa na vituo mbalimbali vya kulea na kukuza vipaji vya watoto katika mchezo wa soka. Lakini wataalamu wengi waliopo katika vituo hivyo wameanza kwa kuupenda mchezo wa soka, lakini hawajapata elimu husika. Tumepita baadhi ya viwanja, tumekuta walimu ambao hawana taaluma hizi au taaluma hii ya grassroots, wao wakiwafanyisha watoto mazoezi bila kufuata zile taratibu za kimsingi au za kikanuni za mpira wa miguu. Umuhimu wa kuwepo kwa walimu wanaofundisha watoto waliobobea katika nafasi hiyo ni kwamba hawafundishi soka tu, bali wanafundisha na mbinu za maisha. Kwa mfano, kujiamini, kuwa na heshima kwa watu, tofauti na ambavyo
wakifundishwa na watu tu ambao hawajaenda shule. Lakini pia kuwapa mazoezi kutokana na uwezo, umri wao, lakini pia na uwezo wao katika michezo mbalimbali. Tofauti na wale ambao wanakuwa hawajapata hii fani au hii kozi, wanaweza wakaenda kinyume na level ya mtoto, lakini pia na mahitaji yake kwenye swala zima la michezo. Umuhimu wa sisi kuyapata haya maana yake ni kwamba tutakwenda kuwafundisha mpira watoto, na kadri wanavyoendelea kukua watakuwa wakiujua mpira katika mbinu na sheria zake wazijue kwa umakini zaidi. Katika kuliona hilo, ujenzi wa wataalamu wa kufundisha soka ni hatua ya kwanza muhimu katika kuhakikisha watoto hao wanakuwa katika misingi iliyo bora, na hapa tunaangazia mafunzo ya walimu wa soka hasa ngazi ya awali, yani FIFA Grassroots Course, ambayo inaelezwa kama msingi katika kukuza vipaji vya watoto wapenda kandanda. Katika community kuna vituo, kuna academy mbalimbali, kuna centers ambazo zina walimu ambao wanafanya hizi programs, na kuna maeneo ambayo kuna walimu wa shule za msingi hawana haya mafunzo. Basi hawa wamiliki wa hivi vituo, let's say academies, wana nafasi sasa kubwa na uwanja mpana wa kuotoa walimu wao ambao wanafundisha katika hivi vituo waweze kupata haya mafunzo punde watakapoyasikia yanafanyika sehemu fulani. Katika mafunzo hayo yaliyofanyika Manispaa Musoma mkoani Mara, ambapo washiriki 30 wa kozi hiyo walijitokeza kushiriki, na hii ni baada ya kikao cha wamiliki wa vituo vya kulea na kukuza vipaji vya soka kwa vijana na mbunge wa jimbo la Musoma mjini Mgore Miraji Kigera, ambaye aliahidi kuwasomesha wamiliki hao katika kozi hiyo ya awali ili kuwa wataalamu katika kuwasaidia watoto wa manispaa hii. Nachotupelea sisi ni hiyo elimu ya kupata vyeti, kusafiri kwenda kuitafuta huko mbali kwa sijui wapi, nauli zinakosekana, mtu anaona kuacha majukumu ya kifamilia ende kule kusoma, anapuuza, anaacha, lakini wana uwezo mkubwa sana kufundisha watu walioko hapo. Tunaomba viongozi wetu mtutafutie kozi, uwekezaji katika soka hiki tunakohangaika huko, tunahangaika bure. Ukiwekeza kwenye walimu, ndio Burundi na Rwanda wanachokifanya, ukiwekeza kwenye walimu utapata hayo mengine hata mafanikio. Niko tayari kwa support kwa asilimia kubwa sana, lakini kwa kuanzia tungeweza tujue tunawapata wapi wataalamu, au kama ni nyinyi wenyewe hapo mpate muda wa kwenda kusoma ili mrudi muwe qualified kuendesha hizi sports center zetu. Tunamshukuru Mheshimiwa mbunge Mgore kwa maana kipindi cha mwezi wa 3 tulikutana naye na tulisema haja yetu ni kupata mafunzo ya ukocha, kwa sababu vituo vingi vya Musoma havina mafunzo haya. Tukasema walimu angalau tupate, na tunashukuru ametimiza haja hiyo. Kwanza nipende kumshukuru Mheshimiwa mbunge kwa kuweza kuilipia hii course na kwa ajili ya fursa ya wanamsoma kuweza kujitokeza kusoma, kwa sababu kaona kuna uhitaji katika upatikanaji wa makocha katika wilaya yetu ya Musoma. Tunahitaji sana nguvu za wabunge, nguvu za madiwani, nguvu za waheshimiwa mawaziri, nguvu za wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, au wafanyabiashara wa sekta mbalimbali, au wakuu wa mashirika ya umma wanaweza wakajitoa wakaratibu haya mafunzo kupitia FA za mikoa na kozi ikafanyika sehemu yote katika nchi yetu. Naam. Bila shaka tumeona umuhimu wa kuwa na wakufunzi maalum wanaojua mahitaji ya watoto katika soka. Na hapa nafika tamati ya makala hii, ikiwa inaonyesha umuhimu wa kuwa na wataalamu wa soka la watoto, hatua ambayo itasaidia kwa kiasi kikubwa mtoto huyo kukua katika misingi bora ya soka. Mimi ni Agustin Mgendi, mwandaaji na mtayarishaji wa makala hii. Yes, ni makala kutoka pale mkoani Musoma, tunaona mkoani Mara, kumradhi, mkoani Mara, namna ambavyo umeweza kuandaa kuhusiana na soka la vijana na njia ambazo anapaswa kupita. Tumeona hapo, unaweza kusema wale ni wanafunzi wa kozi ya ukocha. Tumeona pia Elios Maguli alikuwa ni sehemu ya watu ambao walikuwa wapo kwenye shughuli hiyo. Tumeona pia walimu wengine wa mchezo wa soka kwa vijana, jinsi ambavyo walikuwa wakizungumzwa wakihitaji hizo kozi zaidi na zaidi. Na kwa hivyo hii domain inakuwa ni grassroots. Hii ni grassroots. Nakumbuka hata mwalimu pale mkufunzi Gweda, yes, na mimi pia alinifundisha. Kwa hiyo ni grassroots, na hii uzuri ya hii
hata kama umecheza mpira kuna vitu ambavyo lazima uvijue jinsi ya kuwafundisha watoto wadogo. Na grassroots inahusu watoto. Kwa hiyo unaweza kuwa mchezaji mkubwa lakini hujajua jinsi gani ya kuenda na hao watoto, kwa sababu mchezaji kocha wote lazima aanze kufundisha kwanza hii grassroots. Kwa hiyo ni jambo zuri na nadhani watu wengi wanaopenda mipira hasa walimu wa hizi shule zingine wakipita kwenye grassroots inakuwa nzuri sana, kwa sababu pia vipaji vingi viko shuleni. Kwa sasa ina maana walimu wale wa shule tofauti tofauti wakiwa wamepita kwenye hizi grassroots kwenye shule inakuwa wale watoto wanakuwa wanafuata misingi ile mizuri ya grassroots. Kwa hiyo ni jambo zuri na lina push sana kipaji cha mtoto kwa sababu hii grassroots inafundisha jinsi gani mtoto aupende mpira. Yaani mara nyingi inakuwa sio kukimbizana mibio, hamna. Yaani jinsi gani ya kuchezea mpira, skills ile, yani apende. Na mtoto akishapenda sasa ndio anajengea ile ujasiri wa kupambana. Kwa hiyo ni jambo zuri. Nadhani hii mikoa hasa mkoani nadhani ndio grassroots iende sana, kwa sababu ndio sehemu ambayo inakuwa uhaba sana wa walimu. Unajua unasema hivi kwenye kupenda mpira, of course kuna umri fulani tulikuwa tunapenda kweli kuchezea mpira, lakini kulikuwa kuna zile siku kwa umri wetu tulikuwa tunaruka koni. Sasa na kuna siku kwa makumbusho, kuna mwalimu wetu kwa kutufundisha mpira, kuna pembeni kuna mwalimu naye afundisha watoto wadogo tu bwana, alikuwa anapiga kichura chura, mwalimu alivumilia akashindwa. Tena alikuwa huyo ni mashaka huyo, ni mashaka mtoto akashindwa, unakuta kwamba akatoa akaambia wewe sio mazoezi hawa na umri huo unakuta fitness, yani viungo vinakubali, sio mpaka umeni sana akaambia bwana. Sayansi ya mpira hiyo ni muhimu sana kuwa na wataalamu kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda kwa uzuri kabisa. Tuelekee pale jijini Tanga ambapo klabu ya Mkwakwani Fitness imefanya bonanza lake kwa msimu wa 3 likilenga kuhamasisha wananchi kuwa na utaratibu wa kufanya mazoezi kama njia mojawapo ya kujikinga na magonjwa yasiyoambukizwa. Bonanza hilo limewakutanisha wanamichezo kutoka ndani ya mkoa wa Tanga na mikoa mbalimbali nchini, huku likiambatana na zoezi la uchangiaji wa damu. Twende pale jijini Tanga tukapata undani wa taarifa hii. Tunafahamu umuhimu wa mazoezi. Mazoezi ni afya, mazoezi ni umoja, mshikamano, upendo. Inatukutanisha kama hivi, tunakuza mahusiano yetu kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tuendelee kuhamasishana. Sisi wapenda mazoezi tuhamasishe na wale ambao bado hawajaona umuhimu wa huu umoja. Niwashukuru sana vilabu vyote ambao vimeweza kutuunga mkono katika tukio la leo, bila kusahau wadhamini wetu wote waliotupa support. Tunamshukuru mgeni rasmi kwa usia na mambo yote ambayo umetueleza. Mkwakwani kama Mkwakwani tunafanya bonanza. Kwa nini tunafanya bonanza la Mkwakwani Day? Kwanza ni sherehe yetu ambayo kama club tunasema ni sikukuu yetu, lakini dhumuni kubwa ni kudumisha na kuhamasisha michezo katika taifa letu. Hakuna ambaye hajui umuhimu wa michezo. Michezo inakufanya unajiepusha na maradhi ambayo yasiyoambukiza. Nikiwa mwenyekiti, tumepanga ratiba, tutapita wilaya moja baada ya nyingine kuhamasisha uanzishwaji wa vilabu hivi na vile vilivyokuwepo vizidi kuendelea kuimarika katika mazoezi hayo. Hivyo nawashauri sana viongozi wenzangu, wenye viti wa vilabu katika wilaya, tujitahidi sana kuhamasisha wananchi kufanya mazoezi, kwani afya bora inajenga kila kitu katika mwili wa binadamu. Mkwakwani wamekuwa ndio vinara wa kwanza. Tumeshiriki nao misimu 8 takriban, wakati tunaelekea msimu wa 9. Na Mkwakwani ndio ambao walikuwa wa kwanza kabisa wakati tunaweka kipengele cha kuweza kufanya mazoezi, kwamba hatuwezi kufanya chochote kabla ya kufanya mazoezi, kwa maana maonesho yetu huaga yanaanza na kuweka mili sawa. Tunasema mwanamke mwenye afya ni chachu kwenye familia. Mimi kwa kweli naambia wanawake wenzangu wote, yani michezo sio uhuni. Yani kama vile walivyokuwa wakifikiria zamani kwamba mwanamke akisafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni tatizo, lakini hakuna matatizo. Kama mimi ni mke wa mtu lakini nakuja mpaka huku Tanga na kwenda Mtwara na kwenda sijui wapi, ni kitu ambacho najiamini kama mimi ni mwanamke na kwenda kufanya kitu fulani.
Yasioni kutoka pale Tanga kwenye dimba la Mkwakwani ambapo waliweza kufanya bonanza hilo, na huyo mama yetu wa mwisho kutoka kumuona hapo, nimeona kweli mchanganyiko ni mkubwa. Ni moja ya viongozi wa chama cha jogging wilaya ya Kinondoni Kija. Mbio za waenda pole hao. Kwa hiyo pale kweli pale unaona kuna mchanganyiko wa watu kutoka mikoa tofauti tofauti. Kimsingi tunasema watu wa Tanga wameweza. Au sio? Sasa wakienda wengine sio waje leo ondoka leo wakae. Lazima mfurahi. Bwana, kwa pale jijini Tanga kama ambavyo nilikujuza mapema hapo awali, kwa upande wa klabu ya Coastal Union leo hii watakuwa wanafanya shughuli yao ya uzinduzi wa msimu mpya wa kutambulisha wachezaji, lakini pia burudani mbalimbali kuelekea msimu mpya wa mashindano wa NBC Premier League pamoja na CRDB Federation Cup. Tuungane na mwenzetu Mariam Shedafa kuweza kutujuza hasa namna ambavyo mambo yanakwenda. Ni katika dimba la CCM Mkwakwani, Coastal Union wana jambo lao leo, Coastal Union Festival, ambayo itafanyika hapa kuanzia majira ya saa 8 za mchana, na kutakuwa na mchezo wa kirafiki dhidi yao na Bandari FC ya Kenya, na muda huu wako hapa wanafanya maandalizi yao ya mwisho kuelekea mchezo huo. Timu yetu imejiandaa vizuri, tumekuwa pre-season kule Mashuru, area za Kajiado kando ya Nairobi. Tumekuwa tukifanya mazoezi huko kwa wiki 2, na kikosi chetu cha season hii pia tumesajili majina makubwa katika ligi yetu ya Kenya. So maandalizi yamekuwa kabambe, tuko vizuri. Tunashukuru kwa mwaliko huu. Coastal Union ni ndugu zetu na tuko tayari kwa mechi ya leo. Tumekuja kumwaya burudani ndani ya Tanga. Mashabiki zenu wa Kenya kule na Tanzania bila shaka mtakuwa na mashabiki. Wategemee nini kwenye tamasha hili? Pengine mtaibuka na ushindi? Ushindi guarantee. Mashabiki wetu kutoka Kenya wingi waje siku ya leo, na hapa Tanga pia tuna mashabiki wingi. Kama mnavyojua, hili ni debi la Waswahili na Coastal Union ndugu zetu, tumecheza nao mechi nyingi, ila watu wengi usahau kwamba Coastal Union hawajaifunga Bandari miaka yao yote. Kwa hivyo leo la kutegemea ni full burudani, raha, mpira mgumu, mpira mkali na sherehe. Afisa habari wa klabu ya Coastal Union Hussein Mchovu naye ametueleza maandalizi yao kuelekea Coastal Union Festival. Tumekamilisha maandalizi asilimia takriban 100. Tusubiri muda sasa tukio lenyewe likiwa live, watu waone namna ambavyo Coastal leo tunafanya tamasha letu kwa ukubwa na weledi wenye hadhi ya kimataifa. Ndio jambo la msingi kweli kweli. Kwa hiyo ni swala subra. Kuna mambo machache asubuhi yanamalizika, alafu baadaye sasa tuje tusherehekee kwa pamoja hapa, tufanye festival. Kuna surprise mbalimbali. Kwanza, eneo kubwa la msingi wenye utambulisho wa wachezaji. Kuna wachezaji ambao mpaka sasa hivi hatujawatambulisha. Kwa hiyo tumeandaa special kabisa baadhi ya package ya players ambao tutakuwa nao msimu uliopita, watakuwa ni surprise kwenye utambulisho. Kwa hiyo watu wakae mkao wa kula. Tuna nyota wengi, wachezaji wenye uwezo mkubwa, wachezaji wakubwa ambao mpaka sasa hivi hawajatambulishwa popote. Kwa leo ni surprise kwa ajili ya mashabiki zetu wanachama kuiona timu yetu hapa rasmi ambayo tutakwenda kushindana nao na kwenye mashindano ya 2026-27. Lakini sanjari na hilo, tuna burudani za wasanii ambao mpaka sasa hivi hatujawataja, tumeweka kama sehemu ya package ya surprise. Na mchezo wa kirafiki dhidi ya Bandari. Kwa hiyo ni tamasha ambalo litafana kwa namna moja au nyingine. Mimi niwaombe watu wajitokeze kwa wingi. Tumeweka kiingilio kiwe bure, yani hakuna utoke nyumbani uje hapa uwanjani. Lengo ni kuifurahisha Tanga nzima. Kwa hiyo Tanga leo lazima ifurahi. Kwa hiyo unataka kuniambia tamasha lenu litakuwa ni kubwa zaidi kushinda na wale wa nyuma waliofanya? Bahati mbaya au bahati nzuri sijapata bahati ama sijabahatika kutizama hao wa nyuma walifanya nini. Lakini kwa tafsiri nyepesi ni kwamba taifa lipo kwenye aibu. Kwa sisi leo tunataka tuliondoe taifa kwenye aibu. Jambo la msingi kwamba tuna mechi na Bandari. Nimesikia hao mawili ya nyuma watu wote wamekufa. Ndio mechi zao wamepigika. Kwa taifa limedhalilika kwenye haya matamasha ya kimpira. Sisi leo lengo letu na jambo mama la kimsingi ni kuokoa nchi yetu kutoka kwenye udhalili kwa namna moja au nyingine. Nyongeza sio kwa muhimu, tutashinda. Azam TV hatuna jambo dogo, tutakuletea mbashara tamasha hili na kikosi kazi tayari kinajadili mambo mawili matatu kuhakikisha kwamba jambo linakwenda vizuri. Na hapa tutazungumza na director atuambie maandalizi yakoje kuelekea tamasha hili. Baraka, maandalizi yakoje kuelekea tamasha la Coastal Union Festival? Maandalizi yako vizuri, tumejipanga, tuko na timu, tuna vikao hapa, tuna discuss, lakini tuko vizuri. Sisi kama timu ya Azam TV
hapa Tanga tuko vizuri, tumejipanga, tumejiandaa vizuri, tuko poa kabisa. Watanzania wategemee nini kuhusiana na tamasha hili? Watapata burudani, watapata kila kitu kilichoandaliwa na Coastal Union hapa kwa ubora kabisa. Atakaye kuletea mbashara tamasha hili ni Hassan Ahmed, na yeye nazungumza naye atuambie maandalizi yake upande wa sauti na nini, au unahitaji kula mayai? Niko sawa sawa. Niko sawa sawa, kila kitu kiko vizuri kama ambavyo unafahamu. Azam TV kama ambavyo umeshabahisha hapo awali, huwa hatuna jambo dogo, na leo ni sherehe ama leo ni sikukuu kwa wapenzi na mashabiki wa timu ya Coastal Union. Ukitaja miongoni mwa timu kongwe Tanzania, basi huwezi kuacha kuitaja Coastal Union kwa Gosi wa Kaya, zamani ikijulikana kama Waling'ombe, miongoni mwa timu ambazo kwa hakika zimeleta ushindani mkubwa sana msimu uliopita, na tangu nimefika hapa jana kwa hakika tuko vizuri. Ndio maana unaona vikao vimekuwa vikiendelea mara kwa mara. Tunajaribu kujadiliana kwa pamoja, tufanye kipi, tuache kipi, na mpaka sasa tuna 80% ya kuona tunawafikishia Watanzania kile ambacho Wagosi wa Kaya wamejiandaa nacho. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi kama Azam TV kwa hakika tuko sawa sawa. Tunatarajia kuona wachezaji wazuri ambao wamesajiliwa na kikosi cha timu ya Coastal Union, na ilivyo bahati hii leo wanacheza na miongoni mwa timu ambazo hazina ugeni hapa Tanzania, kwa maana ya timu ya Bandari ya Kenya, na unafahamu baadhi ya wachezaji waliwahi kucheza kwenye ligi kuu ya kandanda Tanzania bara, na baadhi ya nyota pia waliwahi kuichezea Coastal Union wakitokea Bandari ya hapo Kenya. Kwa hiyo tamasha hili litakuwa linahitimishwa na mchezo wa kirafiki wa kimataifa kati ya Coastal Union kutoka Tanzania na timu ya Bandari ya Kenya kutoka pale nchini Kenya. Kwa hiyo kwa upande wetu sisi, kuanzia kwenye shamra, amsha, matukio ya hapa na pale, yote hayo mtazamaji wetu atayapata kwa utuo Bi Mariam Shedafa Jengata. Kama hujalipia kisimbusi chako basi fanya hivyo mapema, maana Azam TV tutakuletea mbashara tamasha hilo. Kutoka hapa kwenye uwanja wa CCM Mkwakwani, Mariam Shedafa, Azam Sports. Shukran sana Mariam Shedafa kwa taarifa hiyo, ripoti ya maandalizi kuelekea kwenye tamasha hilo la Coastal Union Festival, ikiwa ni sehemu ya maandalizi yao kuelekea msimu unaofuata. Pia umeona timu yote hapo ya Azam TV kwa upande wa maandalizi ya mchezo wa leo. Umeona pale alikuwa pale director Baraka amezungumza namna ambavyo amejipanga, lakini pia Ahmed Hassan amezungumza namna ambavyo atasherehesha. Sasa kwenye ushereheshaji itategemea chuma ngapi zitakaa.